Anaitwa Joakim Meng'oru Laizer. Waliopata shida ni watoto wangu wawili. Mmoja anaitwa Abednego, mwingine ni Ebeneza. Kwa ufupi tu siwezi kuelezea sana kwa sababu tukio hili nimesikia nami nikiwa kule KCMC Moshi nikiwa na muuguza baba. Nikapata taarifa kwamba watoto walikuwa wamepelekwa kwenye hoteli moja inaitwa Kiltachi. Na baada ya hapo wakawa wamezidiwa na maji, wakapelekwa pale St. Joseph. Nikapata simu kutoka hapo St. Joseph kwamba kuna watoto wamepelekwa pale na ni watoto wangu. Lakini baadaye nikawa nimewasiliana na ndugu zangu, marafiki ambao walinisaidia, na kwa kweli walijitoa sana, wakanisaidia na wakahakikisha nami nimetoka Moshi na nikafika Arusha salama. Niseme tu kwamba Mungu amewatumia hao ndugu kunisaidia katika hilo. Kuhusiana na issue yenyewe ya watoto, ni ngumu mimi kuelezea kwamba ilikuwaje kwa sababu sikuwa eneo la tukio. Alienda na watoto pale kwenye eneo la tukio ni mama. Elezea kwamba watoto walikuwa wanaogelea, wakawa wamezidiwa na maji, wakazama. Kiukweli ni swali ambalo hata na mimi nimekuwa nikijiuliza kwamba imekuwaje watoto wanaogelea wenyewe bila kuwepo yule msimamizi wa pale, kwa sababu hata kama wanajua kuogelea lazima pia yule msimamizi awepo. Kwa hivyo ni swali ambalo na mimi nimekuwa nikijiuliza. Abednego ndo amemaliza darasa la 7 na alikuwa anategemea kwenda kidato cha kwanza mwaka huu. Ebeneza naye alikuwa amemaliza ndio anaingia darasa la 4. Lakini tunaomba basi serikali iweke mkono wake kufuatilia sana haya maeneo ya starehe, haya mahoteli makubwa, ili tuweze basi iweze kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi na uangalizi uwe mzuri. Wale masupervise wale waangalizi wa kule waweze kuwa vizuri, kwa sababu kupoteza hayo maisha sio vizuri sana, watu kupoteza maisha kwa namna hiyo. Kwa hiyo nashukuru pia kwa wanaharakati au waandishi wanaofuatilia hivi vitu vya karibu, ili tuweze kupasa sauti zetu kwa sababu ya maisha ya wananchi, maisha ya vijana wetu. Kwa hiyo kwa kweli tunaomba sana serikali iwe karibu na sehemu kama hizo, iweze kufuatilia, kwa sababu kwa kweli ni masikitiko makubwa. Kisha tunazika vijana wawili ambao ni nguvu kazi ya taifa letu kwa baadaye, nguvu kazi ya familia, lakini mpaka sasa hivi unaona kwamba tumeshawapoteza hao wawili. Basi kabla mengine mengi hayajatokea au makubwa yatokea, tunaomba sana serikali iwe karibu na sehemu hizo kufuatilia, kuweza kujua kwamba uangalizi ni wa namna gani, ili waweze kuwa waangalizi, wale waangalizi pia wajue kwamba kweli wanafanya nini. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hili, na tunazidi kuiombea familia hii. Tuzidi kuwaombea wote familia hii, kwa sababu ina majonzi makubwa mno na ni msiba mzito sana ambao ni wa masikitiko makubwa.